Mtazamaji wa Dodoma City TV, tumaini langu mzima na buheri kabisa wa afya. Tunakushukuru sana kwa kufuatilia matukio ya wiki kwa wiki iliyopita. Karibu sasa katika matukio ya wiki kwa wiki hii ya kuanzia Julai 18 hadi 24 ya mwaka 2026. Tunakusogezea matukio mbalimbali yaliyotokea katika jiji la Dodoma. Haya ni baadhi tu ya matukio haya. Nitakaye kusomea matukio haya kwa wiki hii ya leo. Langu jina ni Queen Masunga. Ambatana nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa matukio haya ya wiki. Maonesho ya 88 yatafanyika kuanzia Agosti 1 hadi Agosti 8, 2026 jijini Dodoma. Yanatarajiwa kuwa fursa muhimu yatakayowahusisha wadau wa ndani na nje ya nchi kwa lengo la kuonyesha teknolojia na kuongeza tija katika sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi. Hayo aliyasema mkuu wa mkoa wa Dodoma alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari. Aliongezea kuwa waoneshaji zaidi ya 800 pamoja na wajasiriamali 180 wamethibitika kushiriki maonyesho hayo. Dodoma kwa kushirikiana na mkoa wa Singida ambayo kwa pamoja na mikoa ya kanda ya kati imepewa heshima kubwa kuandaa sherehe hizi ambazo zinafanyika kitaifa na kimataifa kwa mara ya 3. Sherehe hizi hutumiwa na wadau wa sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi kuonesha teknolojia zinazoongeza tija na faida katika mnyororo wa thamani ya mazao yatokanayo na sekta hizo. Ndugu waandishi wa habari, mpaka sasa wadau 800 wameshathibitisha kushiriki maadhimisho hayo, wakiwemo halmashauri za mikoa ya Dodoma na Singida, Wizara ya Kilimo na Mifugo na pia wizara zingine zote, mashirika ya umma, makampuni ya mitambo na zana, makampuni ya pembejeo, viwanda vya kusindika mazao, makampuni ya nishati, makampuni ya simu, mashirika yasiyo ya kiserikali, taasisi za fedha na wadau wa kimataifa kutoka nchi ya Kongo, Belarus, China, India, Israel, Japan, Urusi, Netherlands, Saudi Arabia, Sweden, Switzerland, Uingereza pamoja na nchi jirani ya Kenya. Aidha, mpaka sasa wajasiriamali 180 wamethibitisha kuleta bidhaa mbalimbali ili kutumia ipasavyo fursa ya 88 katika kujiongezea kipato. Serikali imeendelea kujenga miundombinu ya biashara inayowawezesha vijana kujiajiri, kuongeza kipato na kuboresha maisha yao. Hayo yalisemwa na msemaji mkuu wa serikali Grayson Msigwa alipotembelea soko la wazi la Machinga jijini Dodoma lililojengwa mwaka 2022 kwa gharama ya shilingi bilioni 9.5 na linalohudumia wafanyabiashara zaidi ya 4800, wengi wao wakiwa vijana. Msigwa alisema serikali imetenga shilingi bilioni 19 kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu wezeshi kwa vijana na itaendelea kutoa mikopo kupitia halmashauri ili kuwawezesha kuanzisha na kuendeleza shughuli mbalimbali za kiuchumi. Soko la Dodoma la Wamachinga, barabara ya Bahi, ni moja kati ya masoko 15 yanayojengwa na serikali nchi nzima. Na katika masoko 15 ya Wamachinga nchi nzima, masoko 10 yamekamilika kwa 100%. Masoko 5 kazi ya ujenzi inaendelea. Kwa dhamira ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha tunaendelea kujenga mazingira mazuri ya vijana kupata maeneo ya kufanya biashara. Na wote mmeona vijana waliopo katika soko hili wanasema hali hapa ni tulivu ikilinganishwa na kule mitaani ambako walikuwa wanafanya kazi. Serikali imetumia zaidi ya shilingi bilioni 15 kujenga masoko haya ya Wamachinga nchi nzima, Dodoma ikiwa ni mojawapo. Kwa hiyo naomba kuchukua nafasi hii kwanza kwa niaba ya vijana kuwashukuru sana viongozi wote wa halmashauri za manispaa, majiji pamoja na halmashauri za miji ambao wameitikia wito wa kuongeza masoko kando ya masoko haya ambayo Mheshimiwa Rais alielekeza na yanajengwa 15 nchi nzima. Tunazo taarifa kwamba katika maeneo mbalimbali halmashauri pia zimeongeza masoko mengine ya Wamachinga. Ukiondoa haya 15 makubwa, yako masoko mengine madogo madogo yanajengwa kwenye maeneo mbalimbali ya wafanyabiashara 1000, wafanyabiashara 500, wafanyabiashara 1500 yamejengwa kwenye maeneo mbalimbali. Hayo ni mengi, lakini wazo kuu lilikuwa ni kwamba tutengeneze maeneo ambayo vijana wetu watapata maeneo ya kufanya biashara.
Hili soko hapa linapokea kwa siku moja zaidi ya watu 10,000 wanaokuja kununua bidhaa mbalimbali. Na hapa nyuma yangu mnaweza mkaona huu ni mchele kutoka Shinyanga, mchele kutoka Mbeya na maeneo mengine mbalimbali. Masoko haya pia yamekuwa ni fursa kwa wakulima wetu ambao kama ambavyo mnajua serikali inatumia fedha nyingi kuendeleza kilimo. Kampeni ya kusambaza mkakati wa kitaifa wa kisekta wa kutokomeza ukeketaji wa mwaka 2025-2026, 2029-2030 walio chini ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum umezinduliwa rasmi katika mkoa wa Dodoma kwa lengo la kutoa elimu kwa wananchi. Akizungumza kuhusu dhima ya mkakati huo, mratibu wa kitaifa wa kutokomeza vitendo vya ukeketaji Danis Mose alisema elimu hiyo itasaidia kuongeza uelewa kwa wananchi, kwani vitendo hivyo hukatiza ndoto za wasichana, wengi wao wakipata maambukizi ya magonjwa wakati wa kufanyiwa ukeketaji na kupoteza jamii katika jamii. Kwa majina naitwa Danis Mose, mratibu wa kitaifa wa dawati la kutokomeza vitendo vya ukeketaji nchini. Kwa namna moja au nyingine, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum iliona kuna juhudi za makusudi za kuchukua kuona namna gani inaweza ikaokoa watoto wa kike, wasichana pamoja na wanawake kwenye suala zima la vitendo vya ukeketaji ambao vinaendelea nchini. Serikali iliona hili swala kwenye takwimu za vitendo vya ukeketaji za mwaka 2015-16 ambazo zilikuwa zinaelezea kuwa vitendo vya ukeketaji viko kwa 10% nchini. Lakini baada ya hapo serikali iliona ichukue juhudi ya kuanzisha mkakati wa taifa kutokomeza vitendo vya ukeketaji ambao ulitekelezwa kwa kipindi cha miaka 5, 2020-2021, 2024-2025. Baada ya mkakati huo kumalizika na kuleta mafanikio kushusha vitendo vya ukeketaji kutoka 10% ya mwaka 2015-16 na mpaka kufikia 8% 2022 mpaka 2024. Basi serikali ikaona kuna jitihada za makusudi zichukuliwe kuandaa mkakati mwingine ambao utapelekea kupunguza vitendo vya ukeketaji kutoka kwa 8% ya sasa mpaka kufika 4% au ikiwezekana 2029-30 tuwe tumetokomeza vitendo vya ukeketaji kabisa. Naye afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Dodoma Honorata Rwegasira alisema ndani ya mkoa wa Dodoma bado vitendo hivyo vinaendelea, jambo linalowafanya baadhi ya wasichana kushindwa kutimiza ndoto zao. Aliongeza kuwa mkakati uliopo ni kuhakikisha vitendo hivyo vinatokomezwa kabisa. Honorata Michael Rwegasira ni afisa maendeleo ya jamii, natokea ofisi ya mkoa wa Dodoma. Leo tumepokea mkakati wa kutokomeza ukeketaji kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Mkakati huu ni wa miaka 5 ambao tunaanza kutekeleza 2025-26 mpaka 29-30. Lakini lengo kuu la huu mkakati ni kutokomeza ukeketaji katika mkoa wetu wa Dodoma. Kama tunavyojua, kwenye mkoa wetu wa Dodoma upo katika 18% katika mikoa mingine. Lakini ukiangalia kwa namna gani tunataka kuteketeza kabisa huu ukeketaji ili ufikie 0. Tutoke katika 18% tu 0. Lakini kama tunavyojua, wananchi wa Dodoma tunahimizwa kwamba kupitia huu mkakati unaoenda na kauli mbiu inayosema ukeketaji ni kinyume cha sheria na haki za binadamu, chukua hatua. Kwa hiyo sisi kama wanajamii wa Dodoma tunatakiwa tuchukue hatua ya kutokomeza swala la ukeketaji, na tujue kwamba kwa makosa yaliyopo unapofanya ukeketaji kwa watoto ina maana kuna adhabu zipo. Unaweza ukafungwa miaka 5 au kifungo kisichozidi miaka 15, lakini na kutozwa faini ya milioni 2 au adhabu zote mbili. Kwa hiyo tunatakiwa tujue wana Dodoma kwamba katika sheria ya mtoto sura namba 13 fungu namba 160 kinasema unapomkeketa mtoto au unapohusika kwa njia moja au nyingine kumkeketa mtoto au kushirikiana kwa namna moja kumkeketa mtoto, unaweza ukafungwa miaka 5 au kifungo kisichozidi miaka 15, lakini vile vile unaweza ukatozwa faini inayohusika na shilingi milioni 2.
Kanda namba 3 ilifanya kikao na walimu pamoja na wamiliki wa shule binafsi za msingi na sekondari kwa lengo la kujadili masuala ya mapato, changamoto za ulipaji wa service levy, leseni za biashara, utunzaji wa mazingira pamoja na kukuza elimu bora kwa wanafunzi ili kujenga kizazi kilicho bora. Hayo aliyasema Christina, meneja wa kanda namba 3, akiongezea kuwa anatumaini shule 10 bora zitakazotoka katika kanda namba 3. Naitwa Christina, meneja wa kanda namba 3 Kizota. Leo tulikuwa tuna kikao kizuri na walimu na wamiliki wa shule za private kuanzia awali mpaka sekondari. Katika kikao chetu tulilenga kuongelea masuala ya mapato, maana imekuwa changamoto sana kwa wamiliki wa mashule kulipa service levy, lakini kuwa na leseni za biashara, lakini pia tulitamani kuboresha au kuwatia moyo juu ya uboreshaji wa masuala ya elimu pamoja na mambo ya mazingira. Tunashukuru sana, walimu wengi wamekuja, tumeongea, wamepokea vizuri sana kikao chetu na wamefurahia kwa sababu wamepata nafasi ya kuuliza maswali na wameelewa service levy ni nini na wanatakiwa walipe namna gani, lakini pia wameelewa leseni kwamba kumbe leseni nikiwa na shule ya awali natakiwa kulipa 80,000, nikiwa na shule ya msingi tupu 300,000, nikiwa na sekondari nilipe 500,000. Kwa katika hilo wamejielewa na wameonyesha utayari na kila mmoja ameelekezwa ni jinsi gani service levy yake anatakiwa ailipe. Kwa hiyo nashukuru sana, wametupa ushirikiano. Zaidi tumeongelea masuala ya uboreshaji wa elimu. Kiukweli tumewashawishi na kuwatia moyo kwamba katika kanda yetu tunatamani katika 10 bora lazima shule za kutoka kwenye kanda yetu zitokee, na wametuahidi kufanya vizuri kwenye ngazi zote msingi na sekondari kwamba watafanya vizuri. Lakini pia kwenye masuala ya mazingira, uboreshaji wa mazingira katika shule zetu, kuifanya Dodoma yetu ya kijani, tumekubaliana kwamba wao wakaangalie maeneo na sisi tumewaahidi kwamba tutawapelekea miche, tutaenda kupanda nao, alimradi tu kuifanya Dodoma yetu iwe ya kijani katika kuijenga nchi yetu. Kwa hiyo tunashukuru, tumefurahi, tunajua yajayo yanafurahisha. Naye mkurugenzi wa shule ya msingi Rampon Nation, Mpokee Manuel Kamwela, amejifunza kuhusu taratibu wa kupata leseni za biashara pamoja na ulipaji wa ushuru wa huduma, na anatarajia kuendelea kupata elimu zaidi kuhusu masuala ya mapato. Ninaitwa Mpokee Manuel Kamwela au Miss Kamwela au Mrs. Raphael. Ni mkurugenzi wa shule ya awali na msingi Rampon Nation. Ninafurahi sana kuja katika kikao cha namna hii hapa kanda. Nimejifunza vitu kadhaa kama uchangiaji wa mapato, nimejifunza kuhusiana na ukataji wa leseni pamoja na ulipaji wa service levy. Nilikuwa natamani kupata elimu hiyo, nimeipata elimu kiasi, nategemea next time tutapata elimu zaidi kuhusiana na mambo hayo. Lakini tumepata fursa ya kuja kupandiwa miti. Tutakapohitaji kupandiwa miti katika sehemu zetu za kazi, tumeambiwa ni free kabisa, tutapandiwa miti. Lakini pia tumepata fursa ya kuweza kuuliza maswali mbalimbali kwa maafisa wetu. Hivyo ninashukuru sana. Nawakaribisha sana Rampon Nation. Ninashukuru sana serikali kwa jambo hili. Asante sana mtazamaji wa Dodoma City TV kwa kuendelea kufuatilia matukio ya wiki kwa wiki hii ya leo. Zifuatazo sasa ni habari za michezo na burudani. Watu wenye uoni hafifu na watu wenye ualbino wanafanya mazoezi siku 3 kwa wiki, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, katika michezo ya Goalball na World All kwenye viwanja vya shule ya sekondari Dodoma kwa lengo la kushiriki mashindano ya kitaifa na kimataifa pamoja na kutumia michezo kama fursa ya ajira. Hayo aliyesema afisa elimu maalum wa jiji la Dodoma, Mwalimu Isa Kambi, wakati wa uzinduzi wa mchezo wa Goalball uliofanyika nje ya shule. Leo nina furaha kubwa sana kipekee kwa kutimiza adhima yetu ya kuanzisha au kuzindua mchezo wa Goalball nje ya shule. Kwa maana tumekuwa siku zote tunafanya mchezo hii ndani ya shule, kwa maana ya shule za msingi na sekondari pekee. Lakini watoto wale wanapomaliza na kwenda nje ya hapo hawakutani tena na mchezo huu wa Goalball. Leo tumefanya uzinduzi wa mchezo huo, lakini pia na mchezo wa Woodball, ambao Woodball tutaufanya jumuishi kwa wenye ulemavu na wengine wasio na ulemavu.
Kwa hivi leo hii tumekuwa na Mheshimiwa Aisha Msantu, Mheshimiwa mbunge anayewakilisha kundi la watu wenye ulemavu, ambaye ndio ametuzindulia rasmi timu yetu hii ya goalball ya Dodoma Jiji pamoja na woodball. Timu hizi zinakwenda kuanza mazoezi Ijumaa ya wiki ijayo kwenye viwanja vya Dodoma Sekondari, na baada ya hapo tutaangalia namna gani ambavyo tunakwenda mbele zaidi. Malengo yetu ni kwenda kitaifa na kimataifa ili kusudi watu wenye ulemavu watumie fursa ya michezo katika kujiendeleza kimaisha na mambo mengine. Tunafahamu kwamba michezo ni ajira, michezo ni afya, michezo inaboresha maisha ya watu mbalimbali. Kwa hivi tutatumia fursa hii kuwaendeleza pia katika masuala mbalimbali, lakini pia kuona namna gani ambavyo tunaweza tukafikisha awareness kwa maana ya ujumbe kwa jamii kwamba watu wenye ulemavu nao wanaweza kucheza, wanaweza kushiriki kwenye masuala mbalimbali ya kijamii. Tumeanza na goalball na woodball, lakini malengo yetu ni kwenda mbali zaidi. Na michezo ya goalball imekuwa ikifanya vizuri kwa maana ya michezo ya shule za msingi na sekondari. Tunapokwenda East Africa kwa maana ya kimataifa kwenye michezo ya FEASA, mara nyingi tumekuwa tukishinda na kuleta makombe mbalimbali nchini. Tumeona ni nafasi sasa ya kuanza kuendeleza michezo hii nje ya shule, ili wale wanaotoka kule kwenye shule za msingi na sekondari nao wapate fursa za kuendelea nje ya shule. Lakini kwa nini ni Dodoma? Kwa sababu ni mwanzo tu, hakuna maana yoyote kwamba haiwezi kufanyika maeneo mengine. Lengo tumeanzia Dodoma, lakini tutakwenda kusambaza nchi nzima ikiwezekana, ili kusudi tuwe na mashindano ya kitaifa na kimataifa. Kwa wale walemavu, watu wenye ulemavu ambao watashiriki michezo hii, tunafahamu michezo ni fursa. Michezo kwa sasa ni utajiri. Michezo kwa sasa inaweza kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hivi kwa kupitia mchezo huu tunatarajia iwe ni ajira kwao, ili kusudi nao waweze kunufaika kupitia michezo hii ya woodball pamoja na goalball. Kwa sasa kwa maana ya mchezo wa goalball, mchezo wa goalball unachezwa na wale tu wenye uoni hafifu na wasioona, kwa hiyo na wenye ualbino pia. Kwa hiyo hawa watashirikiana na sisi pale Dodoma Sekondari, na yeyote popote alipo afike pale siku ya Ijumaa kuanzia saa 9. Tutafanya mazoezi Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Wafike pale ili kusudi tuweze kuungana pamoja na kujiunga. Hakuna masharti mengine magumu yoyote, ni wewe tu kufika na kujisajili na kuweza kuanza mazoezi. Nimesema mwanzo wakati wa uzinduzi pale mbele ya mheshimiwa kwamba mpango ni tunaanzia Dodoma Jiji, lakini tuna mpango wa kwenda na halmashauri nyingine pia, ili kusudi ikiwezekana baadaye tuwe pia na mashindano ya kimkoa kabla tujaenda kwenda mashindano ya kitaifa. Kwa hivi tutakuwa na ndugu zetu tunafahamu wako makocha Chamwino, nao tutawashirikisha waweze kuanzisha kitu kama hiki. Lakini ndugu zetu wa Chemba tunafahamu yupo kocha pale, anaweza kaanzisha. Lakini na maeneo mengine pia tutafanya mafunzo ya makocha ikiwezekana kimkoa, ili tuweze kuanzisha mkoa mzima. Mtazamaji wa Dodoma City TV, asante kwa kuambatana nasi tangu mwanzo wa matukio haya mpaka hapa tulipofikia tamati. Kutakia utazamaji mwema wa vipindi vyote vinavyoendelea katika chaneli yetu ya Dodoma City TV. Kwa niaba ya mchanganya picha Josephine Kayugwa, mimi ni Queen Masunga. Kumbushe tu usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mpaka wakati mwingine, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.